Bwana Yesu na asifiwe. Wakazi wa Pondamali, ni mchana mwingine ambapo Mungu ametuneemesha mimi na wewe. Tumeweza tena kupatana mahala hapa ili tuweze kushirikiana neno. Najua ya kwamba yeye ni mwaminifu, yeye anatupenda siku zote na yeye anatuwazia mema. Anasema ya kwamba yeye ni Mungu na ambaye ako na mipango mizuri na maisha yetu. Hivyo basi ni vizuri tuweze kujua ya kwamba hata wokovu huu na ambao tumekuwa tukizungumzia ni baadhi ama ni jambo la kwanza na ambalo linadhihirisha uzuri wake Mwenyezi Mungu juu ya maisha yetu. Ninajua ya kwamba si mara ya kwanza wewe na mimi, ama si mara ya kwanza wewe kusikia hili neno na ambalo linaitwa wokovu. Na wengi pengine mnajua wokovu ni nini, wengine pengine hamjui, pengine tu nyinyi ni wale na ambao huwa mnasikia mtu ameokolewa ama wokovu huo ni nini. Mchana wa leo nimeweza kubarikiwa na nahisi kunyenyekea tunapozidi kuangalia na tunazidi kujifunza tuweze kupata kujua wokovu huu ni nini. Na ni vizuri tuweze kufahamu fika kwamba wakati Yesu alipokuwa hapa duniani aliweza kusulubishwa kwa msalaba. Yesu alipokuwa hapa duniani aliweza kusulubishwa kwa msalaba, na anaposulubishwa pale msalabani ilikuwa ni kwa ajili yangu mimi na wewe. Ilikuwa ni kwa ajili ya kuokoa kizazi changu mimi na wewe. Kwa sababu unapotazama maisha na ambayo mwanadamu alikuwa anayaishi tangia hapo awali, utapata ya kwamba mwanadamu aliweza kuruhusu moyo wake uweze kuchafuka ama moyo wake uweze kunajisika. Unaposoma kitabu cha Mwanzo 6 mstari wa 3, Biblia inasema ya kwamba Mungu aliweza kusikitika alipoona jinsi gani mwanadamu ndani ya moyo wake umejaa uovu, na Mungu akawa ako katika mpango wa kumkomboa mwanadamu kutoka katika lile shimo la uharibifu na ambalo mwanadamu alikuwa amejiingiza ndani kwa kutotii. Ni vizuri tuweze kufahamu kuwa mimi na wewe ya kwamba kile na ambacho Mungu anatarajia mimi na wewe tuweze kufanya katika haya maisha na ambayo tunayoyaishi ni tuweze kuishi maisha na ambayo ni ya kutii, ama kwa kizungu tunasema obedience, that God expects us to live a life full of obedience. Kwa sababu kuna yale maagizo na ambayo ameweza kutupa, ama kuna vile na ambavyo anatarajia mimi na wewe tuweze kuishi katika ulimwengu huu. Na anazidi kusema ya kwamba katika kitabu cha Isaya 1:19 that if you are willing and obedient, ya kwamba iwapo utaweza kukuwa mtu na ambaye ako tayari kufanya vile na ambavyo anataka, basi utaweza kukula mema ya nchi. Bwana Yesu asifiwe. Ni vizuri tuweze kujua ya kwamba ili mimi na wewe tuweze kukula mema ya nchi, ili mimi na wewe tuweza kuenjoy ama kufanikiwa katika haya maisha tunayoyaishi, ni lazima tuwe watu na ambao tunatii. Ni lazima tuwe watu na ambao tunajua makusudi ya Mungu juu na ndani ya maisha yetu ni gani. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema ya kwamba baada ya mwanadamu kumtenda Mungu dhambi, baada ya mwanadamu kuasi Mungu, Mungu aliweza kulaani kizazi cha mwanadamu. Na Mungu alifanya hivyo kwa ghadhabu ile na ambayo alikuwa nayo, kwa sababu mwanadamu alikuwa amekiuka agizo na ambalo Mungu alikuwa amewapa hapo awali. Bwana Yesu na asifiwe. Na Biblia inasema ya kwamba Mungu akaweza kuwatoa
kuwatenganisha ama akaweza kuwafukuza kutoka katika lile shamba la Edeni. Na wanapofukuzwa kutoka katika lile shamba la Edeni, mwanadamu akaweza kujifunza kujitegemea bila kumtegemea Mwenyezi Mungu. Lakini mchana wa leo Mungu anataka mimi na wewe tuweze kuishi maisha na ambayo ni ya kutegemea Mwenyezi Mungu. Tuweze kuishi maisha na ambayo ni ya kutegemea nguvu za Mwenyezi Mungu. Tuweze kutegemea zile nguvu za msalaba. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kile na ambacho kilifanyika pale msalabani, hakuna mwanadamu yeyote na ambaye anaishi humu duniani anaweza kukifanya. Ni tuweze kufahamu kwamba Yesu Kristo anaposulubishwa pale msalabani, ilikuwa ni ili alipe lile gharama ama lile deni la dhambi na ambayo mwanadamu alikuwa ameweza kufanya. Kwa sababu mshahara wa dhambi ni mauti. Hivyo basi Yesu Kristo alihitajika kuja kama mwanadamu, akasulubishwa akiwa mwanadamu pale msalabani, akaweza kuaga siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu akaweza kufufuka. Bwana Yesu asifiwe. Sababu gani na ambayo ilimlazimu Mungu kumtoa mwanawe kwa pekee ili aje afe msalabani? Ni kwa sababu kulingana na the God's way, kulingana na the God's justice of system, ama ile haki ya Mungu, the way Mungu anapeana haki yake ni kwamba unapotenda dhambi inakupasa uweze kukufa, kwa sababu mshahara wa dhambi ni mauti. Mtu yeyote na ambaye anatenda dhambi ni vizuri uweze kujua ya kwamba mshahara wa dhambi ni mauti. Na Yesu Kristo ilimlazimu aweze kuja akafa pale msalabani ili aweze kuchukua ile laana na ambayo mwanadamu alikuwa ameibeba. Tunaposoma ama utaniruhusu nisome kitabu cha Wagalatia 3 mstari ni wa 13. Wagalatia 3 mstari ni wa 13, Biblia inasema hivi: ya kwamba ndaanza 11, ni dhahiri ya kwamba hakuna mtu ahesabiwaye haki mbele za Mungu katika sheria, kwa sababu mwenye haki ataishi kwa imani. Na torati haikukuja kwa imani, bali ayatendaye hayo ataishi katika hayo. Kristo alitukomboa kutoka katika laana ya torati, kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu. Maana imeandikwa, amelaaniwa kila mtu aangikwaye juu ya mti. Ya kwamba kulingana na torati ile ambayo Mungu alikuwa amepea Musa, ni kwamba mtu yeyote na ambaye ataweza kuangiwa pale ama kuweza kuagiliwa pale msalabani, huyo ni mtu na ambaye amelaaniwa. Na tunapata ya kwamba Yesu Kristo aliweza kusulubishwa pale msalabani na wezi wawili, mmoja upande wa kulia, mwingine upande wa kushoto. Bwana Yesu nasifiwe. So aliweza kuchukua ile laana na ambayo mimi na wewe ilifaa tuweze kuibeba. Yeye aliweza kuchukua ile laana, yeye aliweza kuchukua ile dhambi ili mimi na wewe tuweze kukua huru. So unapochagua kuamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ya kwamba alikufa ndani, ya kwamba alikufa ili wewe uweze ili wewe uweze kuhesabiwa haki, ili wewe uweze kusamehewa dhambi zako, unaweza kufanyika mwenye haki wa Mungu. Lakini unapochagua kukataa kuamini, basi wewe unaendelea kuibeba ile laana na ambayo Mwenyezi Mungu aliweza kupeana hapo awali baada ya mwanadamu kumtenda dhambi. Bwana Yesu asifiwe. So mchana wa leo ni vizuri tuweze kujua ya kwamba kuna nafasi na ambayo mimi na wewe tumeweza kupewa
kuna mtu na ambaye alilipa ile gharama hii ambayo mimi na wewe tulistahili kulipa, ili tuweze kuwa na uhuru wa kuingia pahala na ambapo ni patakatifu. Mtu aliweza kulipa ile gharama ili mimi na wewe tusiwe watu wa kutegemea mtu mmoja awe anatuombea. Hapana, niko hapa kukutangazia ya kwamba Mungu anatarajia wewe kama mwanadamu ambaye unaamini hilo jina la Yesu Kristo, ya kwamba alilipa dhambi zako, uweze kuishi maisha ya kumtegemea na kumtii, kwa sababu hakuna mtu yeyote na ambaye atatoka mbinguni tena wala hapa duniani na ambaye atakuja kufanya kile na ambacho Yesu Kristo aliweza kufanya. Biblia inasema ya kwamba aliweza kuangiwa pale msalabani ili aweze kufanyika, ili mimi na wewe tuweze kufanyika wenye haki. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema ya kwamba damu hiyo na ambayo ilitiririka pale msalabani ni damu na ambayo inaashiria ukombozi, ni damu na ambayo inaashiria uvuvio, ni damu na ambayo inaashiria mwanzo mpya katika maisha ya Mkristo. So unapochagua kuamini ya kwamba deni lako limelipwa, basi unafanyika mwana na ambaye ana uhuru wa kuingia pahala na ambapo ni patakatifu, kwa sababu baada ya Adamu na Hawa kumtenda Mungu dhambi, waliweza kunyimwa ile access ya kuingia pahala na ambapo ni the holy, pahala na ambapo ni the holy of holies. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wewe na ambaye unanisikia, Mungu anahitaji uweze kutii. Mungu anahitaji uweze kuamini kwa kile na ambacho amefanya kupitia Yesu Kristo, kwa sababu ameweza kukulipia wewe gharama. Hauhitajiki kusulubishwa wewe binafsi, bali kuna yule na ambaye alisulubishwa kwa niaba yako, na alisulubishwa ili wewe uwe huru, na si huru tu bali huru kabisa. Unapoanza kujua ukweli huu, Biblia inasema ya kwamba ukweli huu unaweza kukuweka huru. Na nilipokuwa hapa wakati mwingine nilisema ya kwamba wokovu haununuliwi kwa fedha, wokovu haununuliwi kwa dhahabu, wokovu haununuliwi kwa magari. Hapana, wokovu unanunuliwa tu kwa jambo moja. Unapoona ya kwamba wewe ni mtenda dhambi, na unapoamua ndani ya moyo wako na kukiri na kinywa chako ya kwamba Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, na ya kwamba deni lako aliweza kulipa, basi unafanyika mwana katika ufalme wa Mungu. Unaweza kuhesabiwa haki, unaweza kuwa mteule, unaweza kutawala na Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Ni vizuri tuweze kujua ya kwamba maisha haya na ambayo tunayoyaishi si maisha na ambayo ni ya milele. Hapana, inafaa unaishi ukijua ya kwamba maisha haya yana mwisho. Lakini sasa siku zote swali na ambalo wale linaloulizwa ni, baada ya mwisho huu kufika, je, what next? Ni vizuri uweze kujua ya kwamba inatarajiwa ya kwamba unapojua ukweli huu, unaishi ukimtarajia Yesu Kristo, unaishi ukitarajia parapanda ya Mungu itakapolia, uweze kunyakuliwa wewe ukaanza kutawala na Mungu Baba, uweze kutawala na Yesu Kristo. Hakuna jambo lingine na ambalo Mungu anaenda kutenda katika kizazi chetu, kwa sababu yeye yote aliweza kumaliza pale msalabani. Biblia inasema ya kwamba ama msalaba, ni vizuri tuweze kujua ya kwamba tunapochagua kuamini kwa kazi ya msalaba, msalaba ndiyo asili ya mema. Mema yote na ambayo unahitaji wewe kama mwanadamu iko pale msalabani. So ni wewe tuweze kuamini kile na ambacho kimeweza kufanya pale msalabani, na uweze kufanyika mwana, uweze kuwa na uhuru wa kuenjoy yale na ambayo Kristo ameweza kutenda. Lakini ukichagua kuendelea kutenda maisha ya dhambi ama kukaa maisha ya dhambi, basi ni vizuri ujue ya kwamba mwisho wake ni mauti. Unapoamka kila asubuhi, ni nafasi na ambayo Mwenyezi Mungu ameweza kukupa uweze kufanya maamuzi na ambayo ni bora,
uweze kufanya maamuzi na ambayo ni sawa. Mungu hawezi kuja kufanyia uamuzi wa kumpokea Yesu Kristo ni wako wewe binafsi. Mungu hawezi toka mbinguni akuja kushawishi, hapana. Yeye anatumia watumishi wake duniani, yeye anatumia wale na ambao wameokolewa hapa duniani ili uweze kufanyika mwana, kwa sababu hatarajie kwamba utaweza kuelekea jehanamu, hapana. Jehanamu ni kwa watenda dhambi, lakini wewe unapochagua kuamini, basi unafanyika mwana na unaweza kuhesabiwa haki katika ufalme wa Mungu. Mungu ameweza kukupa wewe mawazo, ama ameweza kukupa wewe akili ya kufanya maamuzi. So Mungu amekupa akili ya kufanya maamuzi, na anatarajia ya kwamba unapoishi hapa duniani utafanya uamuzi na ambao ni bora, kwa sababu unapofanya uamuzi si ni kwa ajili yake, hapana. Unapofanya uamuzi wa kumuishia na kumtumikia Mwenyezi Mungu ni kwa wema wako wewe mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Nitasoma kitabu cha Waefeso mlango ni wa 2. Waefeso mlango ni wa 2 mstari ni wa 8. Biblia inasema ya kwamba ili katika zamani zinazokuja audhihirishe wingi wa neema yake upitao kiasi kwa wema wake kwetu sisi kama Kristo Yesu. Kwa maana mmeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu, wala si kwa matendo, mtu awaye yote asije akajisifu. Biblia inasema ya kwamba tumeweza kuokolewa kwa neema kupitia kwa njia ya imani, bali si kwa nguvu zetu sisi wenyewe, kwa sababu binadamu ana mazoea ya kujisifu, binadamu ana mazoea ya kujiona mtu bora. Kwa hivyo basi, kama Mungu angeruhusu nguvu zetu ama uwezo wetu uweze kutuokoa, basi watu wengi tungekuwa tunajisifu. Bali Mungu aliona ni vizuri yeye aweze kukupa wewe nafasi, uweze tu kile na ambacho anahitaji kutoka kwako ni ile imani yako, na uweze kuamini, basi unafanyika mwana. Kwa sababu mwanadamu ana mawingi wa mazoea, ama ana mazoea ya kujisifu, kwa sababu mwanadamu ana mazoea ya kiburi. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema ya kwamba kile na ambacho kimefanyika ndani ya maisha yetu si kwa nguvu zetu, hapana, si kwa uwezo wetu, hapana, bali ni kwa neema, bali ni kwa rehema zake Mwenyezi Mungu. Biblia inasema ya kwamba rehema zake na huruma zake Mwenyezi Mungu ni mpya kila asubuhi. So unapoamka kila asubuhi ukiwa ndani ya Kristo, unaamka ukiamini ya kwamba siku ya leo ni siku ambayo Bwana amefanya. Ni lazima uweze kujua ya kwamba familia yako, wewe mtu mmoja, siku ya leo unapoamua kumkubali Yesu Kristo, familia yako inaweza kuokolewa. Kupitia kwako wewe kumkubali Yesu Kristo, unaweza kubadilisha ile njia na mtazamo wa familia yako. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo basi inatarajiwa ya kwamba kwa sababu umeweza kupewa akili na ambayo ni akili timamu, uweze kufanya uamuzi wa kumuishia Yesu Kristo, uamuzi wa kuacha njia mbovu, uamuzi wa kutembea na Mungu. Kwa sababu yeye ni Mungu na ambaye hajawahi feli. Yeye ni Mungu na ambaye hatawahi feli. Unapochagua kuweka imani yako, matumaini yako kwa wanadamu, niko hapa nikwambia ya kwamba mwanadamu atakufeli, mwanadamu atakuangusha, mwanadamu atakusema vibaya, lakini Mwenyezi Mungu yeye ni mwaminifu, yeye ni mwingi wa rehema na neema. Anasema ya kwamba njooni kwangu nyote mliolemewa na mizigo mizito, nami nitawapa kupumzika. Yeye ako tayari kukupumzisha wewe na ambaye hauna amani. Yeye ako tayari kukupumzisha
kukupumzisha wewe na ambaye maisha ya dhambi yamekuweka chini. Yeye ako tayari kukupumzisha wewe na ambaye tumaini lako la maisha limepotea, kwa sababu Biblia inaniambia ya kwamba Yesu Kristo ni tumaini. Yeye ni tumaini letu sisi. Hivyo basi ukiwa na Yesu hauwezi kosa tumaini. Ukiwa na Yesu hauwezi poteza tumaini, kwa sababu Yesu ni tumaini letu. Yeye na ambaye ameanzisha kazi njema ndani ya maisha yetu. Mimi naamini, mimi nina uhakika ya kwamba ataweza kuikamilisha. Hivyo basi usiogope kuyakabili maisha yako kwake Yesu Kristo. Usiogope watu watasema nini. Hapana, yeye hataki umuonee aibu, kwa sababu unapoona aibu kupokea Yesu Kristo, anasema ya kwamba pia yeye atakuonea aibu mbele zake Mungu Baba wakati utakapofika. Hivyo basi hauhitaji kuonea Yesu Kristo aibu. Ni lazima uishi maisha na ambayo ni masafi. Ni lazima uishi maisha na ambayo uko ndani ya Yesu Kristo, kwa sababu Biblia inaniambia ya kwamba shetani anakuja kuua, shetani anakuja kuharibu, shetani anakuja kufanya mambo yasiwe sawa, lakini Yesu Kristo alikuja ili mimi na wewe tuwe na uzima, na si uzima tu, bali uzima wa milele. Unapopokea Yesu Kristo ndani ya maisha yako, unapokea uzima wa milele. Unapokubali kuamini ya kwamba damu iliyotirika pale msalabani ilikuwa ni kwa ajili yangu mimi na wewe tuokolewe, ilikuwa ni kwa ajili yangu mimi na wewe tuweze kuondolewa kutoka katika shimo la uharibifu, kutoka katika shimo la magonjwa, kutoka katika shimo la dhambi. Unafanyika kuwa mwana. Damu hii ya Yesu Kristo inaosha, inasafisha kabisa. Hivyo basi ni jukumu lako kuweza kutumia akili yako binafsi na ambayo Mungu ameweza kukupea ili uweze kukubali Yesu Kristo ndani ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inaniambia ya kwamba hiyo damu na ambayo ilitirika pale msalabani ni damu na ambayo inanena mema zaidi ya damu ya Abeli. Niko hapa kuambia mtu ya kwamba damu na ambayo ilitirika pale msalabani, hiyo damu inanena mema hata siku hii ya leo. Hiyo damu inatunenea mema mahala hapa. Hiyo damu inanena uponyaji. Hiyo damu inanena amani juu ya maisha yetu katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Ni vizuri tuweze kujua ya kwamba kifo cha Yesu Kristo kilikuwa na umuhimu mkubwa juu ya maisha yetu. Kifo cha Yesu Kristo kilikuwa ni kifo cha uchungu mno. Hivyo basi inatarajiwa ya kwamba wewe uweze kuchukua tu nafasi hii na ambayo umeweza kupewa, kwa sababu wewe kama mwanadamu hauwezi, sijawahi ona, mimi sijawahi ona mwanadamu na ambaye anaamua kukufia mwanadamu mwenzake. Mimi sijawahi ona, lakini ninajua rafiki mmoja. Biblia yangu inaniambia ya kwamba rafiki huyu yeye hukaa karibu sana. He is a friend that sticketh closer than a brother. Rafiki huyu ni Yesu Kristo. Unapokubali kutembea pamoja na yeye, Biblia yangu inaniambia ya kwamba yeye anakutangulia. Unapojipata ndani ya majaribu, yeye anakusaidia, yeye anakuokoa katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Pondamani, tunaposoma kitabu cha Isaya ni mlango wa 53. Biblia yangu inaniambia hivi, wacha tuweze kusoma, tuweze kupata kujua Yesu Kristo, ama Yesu Kristo, ile machungu ama kifo cha aibu na ambacho Yesu Kristo aliweza kukufa kwa ajili yangu mimi na wewe. Biblia yangu inaniambia ya kwamba maana alikuwa mbele zake kama mche mwororo,
na kama mzizi katika nchi kavu. Yeye hana umbo wala uzuri, na tumwonapo hana uzuri hata tumtamani. Biblia inaniambia kwamba Yesu Kristo pale msalabani, hata haungeweza kumtazama uweze kumtamani. Alikuwa ni mtu na ambaye amesononeka mno, alikuwa mtu na ambaye ana machungu mno, na haya machungu yote, huyo kusononeka kwote, ilikuwa ni kwa ajili yangu, maisha yangu mimi na wewe. Biblia inazidi kusema ya kwamba alidharauliwa na kukataliwa na watu, mtu wa huzuni nyingi, ajuaye sikitiko, ya kwamba wale na ambao walimsulubisha, Biblia inasema ya kwamba waliweza kumdharau, wale na ambao walimsulubisha waliweza kumtesa. Biblia yangu inaniambia kwamba wakachukua miba wakaweka juu ya kichwa chake, na damu ikaanza kutiririka kutoka katika kichwa chake. Biblia inazidi kuniambia ya kwamba askari mmoja aliyekuwa na wao mahala pale akachukua mkuki na akamdunga ubavuni mwake. Mbona aliweza kumdunga ubavuni mwake? Na anapomdunga ubavuni mwake, Biblia inaniambia ya kwamba damu na maji iliweza kutoka, ishara ya kwamba alikuwa ana give birth, alikuwa anaweza kuzaa kanisa mpya, alikuwa anazaa mtu na ambaye ni mtu wa maana, alikuwa anazaa mtu na ambaye ana uwezo wa kushinda dhambi, na mtu huyo ni mimi na wewe. Bwana Yesu nasifiwe. Biblia inazidi kusema ya kwamba hakika ameyachukua masikitiko yetu, amejitwika huzuni zetu, lakini tulimdhania ya kuwa amepigwa na Mungu na kuteswa. Ya kwamba wewe na ambaye maisha yako yana wingi wa masikitiko, wewe na ambaye umejawa huzuni, niko hapa kutangazia mema ya kwamba Yesu Kristo pale msalabani, mbali na kuchukua dhambi zako, mbali na kuchukua dhambi za ulimwengu mzima, Biblia inasema ya kwamba akachukua masikitiko yetu, akachukua huzuni zetu, ili sisi tuweze kuwa na furaha, na si furaha tu bali furaha tele, kwa sababu ndani ya Yesu Kristo kuna furaha tele. Biblia inazidi kuniambia ya kwamba alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu, adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Ya kwamba ilimbidi aweze kujeruhiwa, ilibidi aweze kujeruhiwa kwa ajili ya maovu yetu. Na ukumbuke nilisema ya kwamba hapo mwanzo, in the book of Genesis 6:3, Biblia inaniambia ya kwamba Mungu alipoona uovu umejaa ndani ya moyo wa mwanadamu, aliweza kusikitika, aliweza kusononeka. Hivyo basi Yesu Kristo alikuja pale msalabani, akachukua masikitiko yetu, akabeba maovu yetu, akabeba laana zetu, kwa sababu Biblia inaniambia ya kwamba amelaaniwa yeyote yule na ambaye anaweza kuangiwa pale msalabani. Kulingana na sheria ya Musa, ilikuwa mtu yeyote na ambaye ametenda dhambi anasulubishwa pale msalabani. Bwana Yesu nasifiwe. Hivyo basi ilimlazimu Yesu Kristo aweze kufanyika mwanadamu, aweze kusulubishwa pale msalabani, ili tuweze kupata uhuru, ili tuweze kupata ukombozi, ili tuweze kupata kunyakuliwa, kutolewa katika shimo la dhambi, kutolewa katika maovu. Biblia inaniambia kwamba mawazo ya Mungu ni kwamba ni aweze kutupa moyo mpya, ni aweze kutupa moyo mpya, bali tu si moyo mpya, bali atuwekee ndani mwetu Roho wake Mtakatifu. Biblia inazidi kuniambia ya kwamba na Roho huyu atakapokuja maishani mwako, anaweza kukusaidia kutembea katika safari yako ya wokovu. Bwana Yesu nasifiwe. Amen. Hivyo basi ni vizuri tuweze kujua ya kwamba kifo cha Yesu Kristo kilikuwa kifo cha uchungu sana. Ilikuwa ni ili mimi na wewe tuweze kukombolewa kutoka katika maisha ya dhambi, kwa sababu Mungu ni mtakatifu na Mungu hahusiani vyovyote vile na dhambi. Pale msalabani, Biblia inaniambia ya kwamba Yesu Kristo aliweza kumlilia Mungu, na hata hivyo Mungu aliweza kugeuka, hakuweza kuangalia kile na ambacho Yesu Kristo alikuwa anapitia, kwa sababu ilikuwa maisha ya aibu sana. Bwana Yesu nasifiwe. Biblia inaniambia ya kwamba
wale na ambao walikuwa wanamsulubisha waliweza kuchukua mavazi yake wakaweza kugawana. Bwana Yesu nasifiwe. Unakumbuka ya kwamba pale katika shamba la Edeni, wakati na ambapo mwanadamu anamtenda Mungu dhambi, aliweza kupatwa na aibu, akaweza kuchafuta matawi, akaanza kujifunga kwa sababu ya aibu na ambayo dhambi ilikuwa imemletea maishani mwake. Nilisema ya kwamba dhambi inaleta aibu maishani katika maisha ya mwanadamu, lakini unapochagua kuamini Yesu Kristo, yeye anaondoa aibu hiyo, yeye anaondoa laana hiyo, yeye anaondoa dhambi hizo na ambazo zimekusonga. Hakuna dhambi na ambayo ni kubwa ambayo Mwenyezi Mungu hawezi kusamehe. Hapana, yeye anataka tu aone tu imani yako, yeye anataka aone utiifu wako. Unapochagua kuamini, unapochagua kuwa mtiifu, uamini ile kazi na ambayo amefanya kwa kupitia Yesu Kristo, basi anaweza kukusamehe. Na unapotubu, unaziacha zile njia mbovu, anaanza kukuonyesha zile njia na ambazo ni njema, zile njia na ambazo zina uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Ni lazima tujue ya kwamba Yesu Kristo aliweza kuchukua nafasi yako mimi na wewe pale msalabani. Ni ambaye hakujua dhambi, aliweza kufanyika dhambi ili mimi na wewe tuweze kukombolewa. Ni lazima tuweze kujua ya kwamba Yesu Kristo na ambaye alikuwa mwana wa Mungu alitembea hapa duniani akanifunza mimi na wewe jinsi ya kuishi. So ni lazima tuweze kuiga mfano wa Yesu Kristo, yeye na ambaye ni mwaminifu, yeye na ambaye ako tayari kutufunza, yeye na ambaye ako tayari kutuongoza. Unapokubali kuongozwa na Yesu Kristo, basi wewe uko sawa. Unapokataa kuongozwa na Yesu Kristo, basi ole wako, kwa sababu ni lazima ujue ya kwamba siku ya hukumu inakuja, na siku hiyo itakuwa ni wewe binafsi. Mama yako hatakuwa mahala pale, baba yako hatakuwa mahala pale, mke wako hatakuwa mahala pale, wala mume wako hatakuwa mahala pale, bali itakuwa ni wewe binafsi mbele ya kiti cha hukumu, uweze kuelezea Mwenyezi Mungu maisha haya na ambayo amekupa uliweza kuyatumia vipi ulipokuwa unaishi katika ulimwengu huu. Hivyo basi unapofika, unapojua hivyo, unaanza kuishi ukijua ya kwamba maisha na ambayo umepewa ni maisha ya thamani. Hivyo basi unaanza kuishi kwa njia na ambazo zinatakikana. Bwana Yesu asifiwe. Na Biblia yangu inaniambia ya kwamba kuliishi watu wawili. Mmoja alikuwa tajiri mmoja, na tukawa na mtu na ambaye anaitwa Lazaro. Na Biblia yangu inazidi kuniambia ya kwamba ipo siku moja na ambayo wote walifariki. Lazaro na ambaye alikuwa ameishi maisha hai, lakini aliishi akimtumainia Mungu. Lakini kulikuwa na tajiri mmoja na ambaye yeye aliishi tu kwa sababu kuna kuishi. Sijui aliishi maisha aina gani. Pengine aliishi kutegemea wanadamu, pengine aliishi kuweka tumaini lake kwa zile fedha na ambazo alikuwa nazo, pengine aliishi akiweka tumaini yake kwa zile magari, zile mali na ambazo alikuwa nazo. Lakini Biblia yangu inaniambia kwamba itamgharimu nini mwanadamu aweze kupata dunia hii, aweze kupata vyote na ambavyo vipo katika dunia hii, lakini akose kitu moja, na kitu hiki ni kitu cha maana sana, na ambacho ni ufalme wa mbinguni. Mimi niko hapa kukuambia ya kwamba unapoendeleza kazi zako, uendeleze ukiwa na uhakika ya kwamba uko na Yesu ndani ya moyo wako. Unapoendesha gari lako, uendeshe ukiwa na uhakika ya kwamba uko ndani yake Yesu Kristo, kwa sababu yeye ni mwaminifu, hawezi tuacha. Yeye ni yule ya rafiki na ambaye anakaa karibu sana. Ni lazima tujue ya kwamba maisha mema yako pale msalabani. Kusamehewa kwa dhambi kunapatikana pale msalabani. Mwanzo mpya unapatikana pale msalabani. Kufanyika mtu mpya unapatikana pale msalabani. Ni jukumu
lako tu wewe uweze kuamini, ni jukumu lako tu wewe uweze kukatana na yale maisha na ambayo umekuwa ukiishi. It is not too late for you. It is not too late for you to start again. You can start now and finish well. Ni vizuri ama ni bora yule mtu na ambaye anaamua siku ya leo aweze kuacha maisha mabaya, aweze kuanza mwanzo mpya. Ole wako wewe na ambaye utakataa uweze kuendelea kwa zile njia na ambazo umekuwa ukitembea ndani. Lakini dada yangu, ndugu yangu, siku yaja, siku iko njiani inakuja, utaweza kuhitajika kuelezea ni jinsi gani wewe uliweza kutumia maisha haya na ambayo umepewa. Maisha haya na ambayo umepewa, haujapewa maisha uweze kuishi maisha ya dhambi, haujapewa maisha uweze kuishi kwa dawa za kulevya. Hapana. Ole wako wewe na ambaye unategemea dawa za kulevya kuishi. Ole wako wewe na ambaye unategemea uabudu wa sanamu kuishi, kwa sababu siku yaja utaweza kuulizwa, uweze kuelezea ulitumia vipi maisha yako. Bwana Yesu nasifiwe. Mungu ni Mungu wa upendo, na pia yeye kulingana na ile haki yake, na pia tunasema ya kwamba yeye ni Mungu wa haki. Na kwa sababu yeye ni Mungu wa haki, niko hapa tu kukukumbusha ya kwamba mshahara wa dhambi ni mauti. Kwa sababu yeye ni Mungu wa haki, mshahara wa dhambi ni mauti. Neema na ambayo tumeweza kupewa ni neema na ambayo si ya kwamba tuliweza we were qualified to receive it, no. Bali neema na ambayo tumeweza kupewa ni neema na ambayo Mwenyezi Mungu kwa huruma zake aliona mwanadamu hawezi sulubishwa, aliona mwanadamu hawezi bebeshwa msalaba ambao ulikuwa mzito, bali yeye mwenyewe akaamua kumtoa mwanawe Yesu Kristo. Wewe na ambaye unafeel uko chini, wewe na ambaye unafeel wewe na ambaye unafeel condemned, niko hapa kukuambia ya kwamba Mungu bado anakupenda, Mungu bado anakuwazia mema, Mungu bado anataka awe na ushirika na wewe. Mungu bado anakuhitaji katika ufalme wake. Mungu bado anakuhitaji siku ya leo. It's not too late for you to make that decision. Hapana, hujachelewa kumpokea Yesu Kristo ndani ya maisha yako. As long as bado unaishi, ni nafasi ambayo Mungu ameweza kukupa ili uweze kupokea Yesu Kristo ndani ya maisha yako. As long as bado unaishi, ni nafasi ambayo Mungu ameweza kukupa uweze kutubu dhambi zako na kutubu dhambi, uweze kubadilisha mawazo yako. Unapobadilisha mawazo yako, unaweza kuanza kufikiria sawa sawa na Mungu vile Mungu anafikiria. Lakini kama utaendelea kutegemea elimu yako, kama utaendelea kutegemea wanadamu, linaniambia ya kwamba amelaaniwa yeyote na ambaye anategemea mwanadamu. Ni Mungu tu ndiye ambaye inafaa tuweze kumtegemea. Ni Mungu tu ndiye ambaye inafaa tuweze kumuishia, kwa sababu yeye ndiye alitujua. Yeye ananiambia kwamba tulipokuwa tumboni mwa mama zetu, yeye alitujua, alinijua mimi na wewe tutaweza kuzaliwa. Mimi nasema ya kwamba mchana wa leo niko hapa kusema ya kwamba pengine wewe uko mahala pale unasema ya kwamba mimi kanisani unatoa sadaka kubwa, lakini sijampokea Yesu Kristo. Mimi nataka nikuambia ya kwamba hiyo haimaanishi ya kwamba umeokoka. Kuokoka si kutoa sadaka kubwa kanisani. Kuokoka si kuwa na mali mingi. Kuokoka si kuwa mtu mzuri tu. Hapana, inafaa uanze utoe sadaka ukijua ya kwamba niko maishani mwangu nimempokea Yesu Kristo. Maishani mwangu nimeziacha zile njia mbovu. Maishani mwangu ninatembea na Yesu Kristo, kwa sababu ni yeye tu ndiye na ambaye aliweza kulipia gharama na ambaye wewe ulistahili kulipia. Bwana Yesu nasifiwe. Mungu anakutarajia uweze kutubu dhambi zako. Katika kitabu cha Mithali mlango ni wa 28 mstari ni wa 13, Biblia yangu inaniambia ya kwamba yeyote yule na ambaye anazificha dhambi zake hataweza kufanikiwa. Bwana Yesu nasifiwe. Lakini yeye na ambaye anaziungama dhambi zake, Mungu anamuonea huruma.
Umekuwa ukitenda dhambi, pengine umekuwa ukijiuliza nitafanya nini? Niko hapa kukuambia ya kwamba unapochagua kuziungama dhambi zako, unapochagua kumkiri Yesu Kristo na unaacha zile njia za dhambi, Mungu anakufanya kiumbe kipya. Dhambi zako zinaweza kusamehewa na unafanyika kiumbe kipya. Unaanza mwanzo mpya, mwanzo na ambao una uhakika wa maisha ya sasa na maisha ya baadaye. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu anasema, Biblia inasema ya kwamba pale msalabani Yesu Kristo alichukua masikitiko yetu. Aliweza kudharauliwa, mavazi yake aliweza kuraruliwa pale msalabani, na wakaweza kugawana, ishara tu ya kwamba alikuwa anatupa nafasi, alikuwa anaweza kutufunika ile aibu na ambayo tulikuwa tumepata kwa ajili ya maisha ya dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia inasema ya kwamba kwa kuonewa na kuhukumiwa aliondolewa na maisha yake. Ni nani atakayesimulia? Maana amekatiliwa mbali na nchi ya walio hai. Alipigwa kwa sababu ya makosa yetu. Yesu Kristo alipigwa kwa sababu ya makosa yetu. Hivyo basi unapoamua kumchagua, hauendelei tena kufanya makosa, hapana. Hauendelei tena kukaa katika dhambi, hapana, bali unakuwa mtu na ambaye unaishi maisha na ambayo ni masafi. Amen. Na Mungu anakupa neema, Mungu anakupa kibali ya kusonga mbele. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunapomalizia tu ama ninapomalizia tu, pengine wewe na ambaye umekuwa ukisikia sauti hii, wewe ni mtu na ambaye dhambi, maisha ya dhambi imekuweka chini. Pengine wewe ni mtu na ambaye una hasira siku zote. Pengine wewe ni mtu na ambaye uliwahi huwa mtu wakati mwingine. Pengine wewe ni mtu na ambaye umejawa masengenyo. Pengine wewe ni mtu na ambaye ulevi umekuweka chini. Ninapozungumzia ulevi, nazungumzia ulevi wa dawa zozote zile za kulevya. Pengine wewe ni mtu na ambaye unatumia bangi. Nataka nikwambie, bangi hiyo haitakupeleka mahali. Pengine wewe ni mtu na ambaye unatumia mogoka. Nataka nikwambie, mogoka hiyo haitakupeleka mahali. Miraa hiyo haitakupeleka mahali. Pombe hiyo haitakupeleka mahali. Lakini mimi ninajua tu mtu mmoja na ambaye anaweza kukupeleka mahali, na mtu huyu ni Yesu Kristo. Hivyo basi unafaa umkaribishe ndani ya maisha yako. Anasimama mlangoni, anabisha, na yeyote yule na ambaye atakayefungua moyo wake aweze kuingia, basi atakuwa anafanyika kiumbe kipya, atakuwa anafanyika mtu mpya, atakuwa anapata mwanzo mpya ndani ya maisha haya. Bwana Yesu asifiwe. Pengine uko pale na ungependa kumpokea Yesu Kristo, kupokea Yesu Kristo maisha yako, usiweze kuogopa. Unaweza ukasongea hapa tuweze kukuelekeza jinsi ya kumpokea Yesu Kristo. Pengine uko mahali pale unataka uponze mwanzo, uweze kupata mwanzo mpya. Tuko hapa kwa ajili yako. Tuko hapa kukuelekeza kwa neema na ambayo Mwenyezi Mungu ameweza kunipa. Mimi ninaweza kukuelekeza. Mimi siwezi kukupea wokovu, hapana, lakini ninajua mtu mmoja na ambaye aliweza kukuokoa. Ninajua mtu mmoja na ambaye bado anakupenda. Ninajua mtu mmoja na ambaye Biblia inaniambia ya kwamba hata tulipokuwa katika maisha yale ya dhambi bado alitupenda. Wewe na ambaye uko katika maisha ya dhambi, niko hapa kukuambia ya kwamba Mungu bado anakupenda. Mungu bado anakuwazia mema, na amenipa mchana wa leo nafasi nilete ujumbe huu mahala hapa, ili unaposikia sauti hii uweze kubadilika, ili unaposikia sauti hii uweze kufanya uamuzi. Biblia inaniambia ya kwamba kuna mtu mmoja na ambaye aliamua kufanya uamuzi, na mtu huyu ni Joshua. Akasema, mimi na nyumba yangu nitamtegemea Bwana. Sijui wewe unamtegemea nani, sijui wewe unamtumainia nani, lakini mimi najua ya kwamba unapomtegemea Bwana, unapomtumainia Bwana, yeye hawezi kukuacha, yeye hawezi kukuangusha, yeye hawezi kukusahau. Unapomtegemea Bwana, yeye anapoamua kutembea nawe, unapoamua kutii na unatii neno lake, unapoamua kuwa mtu mnyenyekevu, yeye ni Mungu na ambaye anatembea nawe kupitia Roho yake Mtakatifu. Yeye ni Mungu na ambaye anatembea
pamoja nawe kupitia Yesu Kristo, unaanza kuzaa matunda mema. Pengine umekuwa ukisumbuliwa na maisha ya dhambi, lakini unapopokea Yesu Kristo unaanza kuzaa matunda mema. Unaanza kuwa mtu ambaye unapenda watu. Pengine wewe ni mtu ambaye unasumbuliwa na chuki. Niko hapa kukuambia kwamba tiba ya chuki hiyo ni kupokea Yesu Kristo katika maisha yako. Pengine wewe uko pale unasumbuliwa na mambo ambayo hata huwezi kuyatambua. Niko hapa kukuambia ya kwamba tiba ya dhambi, tiba ya maisha ya anasa, tiba ya mtu ule wa kale ni Yesu Kristo. Hivyo basi unaweza turudia maneno haya nyuma yangu na utakuwa unafanyika mwana, kwa sababu Biblia inaniambia ya kwamba na wale wote walioamini, in the book of John, katika kitabu cha Yohana 1:12, Biblia inaniambia ya kwamba wale wote walioamini waliweza kuwapa kibali, aliweza kuwapa nafasi ya kufanyika mwana katika ufalme wake. Bwana Yesu asifiwe. So pengine tuko mala pale, maisha haya na ambayo umekuwa ukiishi ndani ya moyo wako, jumbe huu na ambapo umekuja, umegundua ya kwamba unahitaji mwanzo mpya. Umegundua ya kwamba unahitaji kubadilishwa. Umegundua ya kwamba unahitaji kupokea Yesu Kristo ndani ya maisha yako. Uweze tukurudia maneno haya na ambayo ninaenda kuelekeza na itakuwa ya baraka. Tunapomalizia, wewe na ambaye ungependa kumpokea Yesu Kristo kwa kunyenyekea, rudia tu maneno haya nyuma yangu na Mungu ataweza kukusamehe. Sema: Mungu Baba, niko mbele zako, nimeweza kusikia neno lako na nimeona ya kwamba mimi ni mtenda dhambi, ninahitaji msamaha wako. Mchana wa leo ninaamini ndani ya moyo wangu na ninakiri na kinywa changu ya kwamba Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ninaamini ya kwamba aliweza kuja hapa duniani, akasulubishwa na akaweza kufufuka siku ya tatu. Hivi sasa amefanyika Bwana, amefanyika Mwokozi na amefanyika Kristo ndani ya maisha yangu. Baba, nisaidie. Baba, kupitia Roho yako Mtakatifu niongoze na unielekeze katika jina la Yesu. Ni asante maana umenifanya mwana katika jina la Yesu. Amini tu tunapoomba kwa kumalizia. Wewe na ambaye umerudia maneno hayo nyuma yangu, nataka uweze kujua ya kwamba Mungu ameweza kukusamehe dhambi. Utakapozidi kuungama zile dhambi, atazidi kukusaidia, atazidi kutembea pamoja nawe na atazidi kukufanya kiumbe kipya. Wewe na ambaye umerudia maneno hayo nyuma yangu, ni lazima ujue ya kwamba huu tu ni mwanzo na ambao umeweza kufanya. Hivyo basi ni vizuri uweze kutafuta Biblia yako, ni vizuri uweze kutafuta ile kanisa na ambayo wanahubiri neno la kweli, ili uweze kusaidika hata zaidi na itakuwa ya baraka. Amini na tuombe. Mungu Baba, Mungu Mwana na Roho Mtakatifu, ni asante kwa mchana wa leo. Ni asante kwa kutuongoza. Ni asante Bwana kwa kutupa nafasi ya kusikia neno lako. Ni asante manake wewe ni Mungu na ambaye ni mwaminifu. Mchana leo tumejua kwamba wewe ni Mungu na ambaye ni mwingi wa rehema. Wewe ni mwingi wa neema. Ni asante manake unasamehe dhambi. Ni asante kwa kila mmoja na ambaye ameweza kusikia sauti hii Bwana. Wacha ukazidi kumsimamisha. Wacha Bwana ukazidi kumuinua. Wale Bwana na ambao wamepoteza tumaini, wacha ukazidi kuwapa tumaini maishani na itakuwa ya baraka. Ni asante Mfalme, manake wewe ni Mungu mwaminifu. Uhimidiwe na upewe sifa. Ni asante kwa damu ya Yesu Kristo, damu inayonena ukombozi, damu inayonena mwanzo mpya. Damu hiyo natangaza ya kwamba inanenea watu wako waponda mali mwanzo mpya. Inanenea watu wako waponda mali mwanzo mpya Bwana. Wale na ambao Bwana wako katika maisha na ambayo hayafai, kwa kupitia sauti Bwana unaweza kuwakomboa. Pokea sifa manake wewe ni Mungu. Uhimidiwe na upewe sifa. Ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba na hata kuamini. Amen.